Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masudi Makame amesema serikali imeandaa zaidi ya miche milioni 3 ya miti kwa ajili ya kupandwa Zanzibar katika msimu huu wa masika wa mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kuimarisha uhifadhi wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Amesema hayo leo tarehe 16 Machi 2026 alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake Maruhubi, mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema kuwa jumla ya miche milioni 3,273,154 imeoteshwa katika vitalu vya serikali na vya binafsi, ikijumuisha miti ya matunda, viungo, miti ya misitu, minazi, mikarafuu na mikoko, ikiwa na lengo la kuongeza kasi ya upandaji miti na kuimarisha juhudi za kurejesha urithi wa kijani Zanzibar. Msimu huu wa upandaji wa miti, jumla ya miche milioni 3,273,174 iliyooteshwa katika vitalu vya Zanzibar, ikiwemo vile vya serikali ambapo tumeotesha jumla ya miti milioni 1,045,179, lakini pia vipo vitalu vya watu binafsi vilivyootesha miche milioni 2,227,975. Miti hii au miche hii inatarajiwa kupandwa katika msimu huu ambao mvua zimeanza. Miche hii inajumuisha ile ya matunda na viungo takriban milioni 2,117,458, lakini pia miti ya misitu 637,173. Kati ya hiyo minazi 16,200 inatarajiwa kupandwa. Mikarafuu 336,703 pia inatarajiwa kupandwa, pamoja na mikoko ipatayo 165,620 imeoteshwa katika vitalu vilivyopo Idara ya Misitu, Idara ya Kilimo na Uhakika wa Chakula, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo na Mifugo ZALIRI, pamoja na vitalu binafsi vikiwemo Jumuiya Zisizo za Serikali, Oikos, Community Forest Pemba, Ngezi Vumawimbi Heritage Organization na Tanzania Association of Foresters. Mbali na miche hiyo ya miti ya juu, wizara pia kwa kushirikiana na taasisi sio serikali za mwambao, Community Forest Pemba, CAN na Zaveco, imeotesha miche ya miti ya mikandaa kwa maana ya mikoko kwa lengo hilo hilo la upandaji msimu huu wa masika. Ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, miche yote iliyopo ikijumuisha ya misitu, matunda na viungo itapatikana kwa bei nafuu kutoka katika vitalu vya serikali viliopo katika maeneo ya Mwanyanya, Kibele, Dunga, Kitogani, Selem, Mwanakombo, Machui, Mwera na Makunduchi kwa Unguja. Kwa upande wa Pemba ni maeneo ya Konde, Wingwi, Weni, Dodeani, Chanjaani, Wesha na Kigope. Wananchi wanaombwa kufika katika vitalu hivyo karibu nao, vilivyo karibu nao au walivyo karibu navyo kwa lengo la kujipatia miche hiyo. Kwa upande wa miche ya minazi na mikarafuu itatolewa bila ya malipo kwa utaratibu maalum uliopangwa na wizara kwa kushirikiana na wilaya husika. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, lengo kuu la upandaji miti katika msimu huu wa mwaka 2026 ni kuhifadhi mazingira na kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Ili kukamilisha lengo hilo, kwa upande wa mashamba ya serikali, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia Idara ya Misitu imepanga kupanda miti katika hekta 100 katika mashamba ya serikali yaliyopo Chaani Masingini, Kibele, Dunga Jendele kwa Unguja na Maziwa Ng'ombe wa Pemba. Aidha, kwa upande wa misitu ya jamii, serikali imeweka lengo la kuanza kusambaza na kupanda miti katika eneo lisilopungua hekta 50 katika maeneo mbalimbali ya jamii Unguja na Pemba. Upandaji huu utahusisha taasisi za serikali, jumuiya zisizo za kiserikali, kamati za uhifadhi na wananchi wa kawaida. Miche hiyo itapandwa katika maeneo ya kingo za barabara, maeneo yaliyochimbwa mchanga pamoja na maeneo ya wazi mjini na vijijini.
Ndugu wananchi, vile vile katika msimu huu wa masika, upandaji wa miti utahusisha mwendelezo wa urejeshaji wa urithi wa kijani Zanzibar kwa maana ya Green Legacy, ambayo ni programu ya miaka 10. Pia barabara mbalimbali Unguja na Pemba, ikiwemo Miwani Mwachalale, Selem Mbuzini, Masingini Kijichi, Msikiti wa Waarabu Mbuzini, Kizimbani Bumbwesudi, zitapandwa miti katika msimu huu. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kama nilivyosema awali, msimu wa masika umeshaanza. Tutumie fursa hii kupanda miti mbalimbali katika makazi yetu, maeneo ya wazi, mabarabarani, mashuleni na katika mashamba yetu. Ndugu wananchi, miti itakayopandwa ni vyema ikatunzwa kwa lengo la kutoa matunda na manufaa tunayoyatarajia, sambamba na kurudisha urithi wa kijani, kwani miti ni muhimu, ina muhimu mkubwa kupitia nyanja za kiuchumi, kimazingira, kijamii, ikijumuisha kupata hewa safi na salama, kuzuia mmong'onyoko wa ardhi, kutunza vyanzo vya maji, mazalia ya viumbe vya baharini wakiwemo samaki, makazi ya wanyamapori, kukuza kipato cha serikali na jamii kwa ujumla. Hivyo basi, naomba nitoe wito kwa wananchi wote kuzitumia mvua hizi vizuri kwa kupanda miti na kuhamasisha viongozi wenzangu waongeze ushiriki wao katika kupanda miti kama ilivyokuwa mwaka jana. Ndugu wananchi, ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi kwa ujumla, kama ambavyo nimeeleza katika taarifa yangu, tunakwenda kupanda miti ya aina mbalimbali. Tunapanda miti ya matunda, lakini miti mingine ya misitu. Aidha, naomba nisisitize kwamba tutumie fursa hii kupanda miti ya aina zote, lakini tutilie maanani kupanda miti ya mikarafuu na minazi ambayo kwa kiasi kikubwa imeanza kutoweka. Sisi kama wizara tutasimamia jambo hili kuhakikisha kwamba upandaji wa miti huu unakwenda vizuri. Ugawaji wa miche katika vitalu vya serikali vyote utagaiwa vizuri kwa wananchi wote watakaojitokeza kwa lengo la kupanda miti. Aidha, kumekuwa na utaratibu wa baadhi ya wananchi kupokea miti hii na kuiweka bila kuitumia au bila kuipanda katika sehemu tulizo au zilizopangwa kutumika. Nitoe wito kwa miti yote itakayochukuliwa, itakayopokelewa, tukaiweke katika maeneo ambayo ni ya kupanda, sio ya kuhifadhi majumbani. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV, imeandaliwa na Huzaima Khamis na kuhaririwa na Hawa Jafar.